Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Wataalamu wa mazingira na uhifadhi wa wanyamapori kutoka katika nchi 4 ambazo ni wanachama wa jumuiya ya SADC ikiwemo Tanzania, Malawi, Zambia na Msumbiji wamekutana jijini Arusha kupitia mradi wa Renawa unaolenga kuimarisha uwezo wa nchi hizo kusimamia maliasili na kuweza kutawala taka, mradi ambao ni wa miaka 3 na umefanikiwa kuandaa kwa pamoja mtaala wa elimu wa usimamizi wa maliasili na usimamizi wa taka katika chuo cha usimamizi wa wanyamapori cha Mweka kilichopo mkoani Kilimanjaro. Mitaala hiyo ya elimu tayari imeshakamilika na kupatiwa kibali cha kuanza kutumika, kama hapa inavyobainishwa na kaimu mkuu wa chuo cha wanyamapori Mweka. Naitwa Profesa Alex Kisingo, ni kaimu mkuu wa chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka. Na leo tuko hapa Arusha na timu ya wataalamu kutoka nchi za Tanzania, nchi ya Malawi, Msumbiji na Zambia chini ya mradi wa Renawa ambao ni kifupi cha Research Strengthening Research and Innovation in Natural Resources and Waste Management, kwamba tunajaribu kuimarisha uwezo wa nchi zetu kusimamia maliasili, lakini vile vile kutawala taka katika mazingira yetu kwa kutumia tafiti na bunifu mbalimbali. Huu ni mradi wa miaka 3 ambao umeanza tangia mwaka 2022. Unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya kupitia Secretariat ya nchi za Afrika na Caribbean, na then napitia katika Secretariat ya SADC. Sasa sisi Mweka ndio watekelezaji wa mradi huu. Tunafanya kazi na wenzetu wa WWF Msumbiji, lakini tunao vile vile partners wengine wadogo katika nchi zote 4. Lengo kubwa la mradi ilikuwa ni kuandaa mitaala ambayo inatusaidia katika swala zima la usimamizi wa maliasili kwa jamii, lakini vile vile kuandaa mitaala ya usimamizi wa mazingira na taka. Lengo hilo la kuandaa mitaala tushamaliza kama taasisi na wadau. Tumeshaipitisha kwa taasisi zetu za ithibati ambazo ni NACTE na Activate, tayari wameshatupatia kibali kwamba mitaala hiyo sasa inaweza kaanza kufanya kazi kuanzia mwaka huu. Sasa katika mradi ule vile vile lengo lingine ni kuwaleta wataalamu pamoja waandike miradi mingine ya utekelezaji wa yale ambayo tumeyafanikiwa kuyapata katika tafiti tulizozifanya kipindi hiki. Kwa tumeleta wataalamu kutoka hizi nchi 4 waangalie matokeo tuliyofanya ya tafiti mbalimbali, waangalie yale yaliyoonekana ni mahitaji katika swala la usimamizi wa maliasili, lakini vile vile usimamizi wa taka. Then watusaidie kutengeneza miradi ambayo inaweza ikawavutia wafadhili kuwekeza ndani ya miradi hiyo. Kwa hiyo hapa sasa hivi tulipo hapa tuna timu 8, timu 2 kutoka kila nchi. Tunategemea mwisho wa hizi siku tunazokuwa hapa Arusha siku 10, basi tuje na miradi 8 ambayo iko tayari kuweza kupewa ufadhili aidha na serikali zetu wenyewe au na wafadhili mbalimbali wa kimaendeleo, wale wadau wa kimaendeleo, lakini vile vile hata na sekta binafsi katika nchi zetu. Kwa tunategemea miradi hii inaandikwa ikilenga nchi husika, lakini baadaye tutaitengeneza itakuwa ni mradi mmoja mkubwa wa kikanda. Kwa hiyo utakuwa vile vile inaonyesha matokeo yake katika nchi binafsi, lakini vile vile katika ukanda wetu wote wa hizi nchi 4 na SADC. Kwa hilo ndio jambo kubwa sana mlileta hapa sasa hivi, ni watu hao wajichimbie hapa, wachakate sera za nchi zao, wachakate matokeo ya tafiti tulizonazo pale, waangalie mikakati mbalimbali katika hizi nchi zetu kwa ajili ya usimamizi wa maliasili na usimamizi wa taka. Baada ya hapo sasa watuandalie miradi hiyo 8 ambayo sisi tutaisukuma kupeleka mbele kupitia SADC na wadau wengine iweze kupata ufadhili ili ilete matokeo chanya kwenye nchi zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana, ndio tulicheza hapa Arusha. Lakini ukiangalia kwa kiasi kikubwa sana vile vile mtu atashangaa mbona Mweka walikuwa hawafanyi kitu hicho huko nyuma. Sisi tunaangalia sasa ni sehemu kubwa sana ya msukumo tunayoona kutoka kwenye serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tangia mwaka 2022 tulipoanza kufanya tumeona kwamba ile kufungua nchi kimataifa imetulazimisha na sisi na wengine watendaji huko chini nao vile vile tuweze kujisukuma kwenda kufanya kazi na nchi zingine. Kwa hiyo unaona ushirikiano mkubwa sana tunaopata kutoka SADC unatokana na vile vile na sera zenyewe za serikali
iliyoko madarakani. Kwa hiyo sasa hivi unaona tunafanya kazi na nchi ya Msumbiji, nchi ya Zambia, nchi ya Malawi na hata Botswana vile vile. Kwa hiyo hili vile vile inaonyesha nia njema na msukumo mkubwa sana tunapata kutoka kwenye serikali. Kwa majina naitwa Dr. George Wambura. Mimi ni afisa mratibu wa programu za maliasili na wanyamapori kutoka Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC. Pia ni Mtanzania. Niko kule kwa nafasi ya Tanzania. Si kama SADC, kama nilivyosema, we are very proud. Tunafurahi sana na tunawashukuru sana chuo cha Mweka kwa watoto waliofikia sasa hivi, na inategemewa sasa tafiti hizi zitatumika kutafuta wafadhili mbalimbali kutatua changamoto hizi katika nchi zetu 4, lakini mambo mbalimbali ambayo tumeweza kuyabaini yataweza pia kuwa shared, yataweza kupewa nchi zingine pia kuweza kuangalia namna ambavyo wanaweza kutumia bunifu hizi na katika kutatua changamoto ya taka pamoja na ushirikaji wa wananchi. Tuko katika hatua nzuri, tuko mwaka wa 3 na sasa ile watu waliovakia ni kuanza kutekeleza hii miradi. Kwa hiyo mradi ulikuwa una phase ya kwanza ilikuwa ni kuandaa hizi bunifu, kuandaa maandiko mbalimbali ambayo kuna timu 8 imesikia ziko hapa kutoka nchi 4, na baada ya maandiko tutatumia maandiko sasa kuweza kutafuta ufadhili. Na moja ya kazi ya SADC ni kutafuta mashirikiano na ufadhili mbalimbali kusaidia nchi wanachama kutatua changamoto hizi, na tutafanya hivyo kushirikiana na chuo cha Mweka na hivyo vingine ambavyo viko katika ukanda wetu wa SADC. Kwa hiyo naomba niishie hapo kusema kwamba tuko vizuri na tuliofikiwa ni nzuri, na tunapongeza mwongozo na usimamizi mzuri kutoka chuo chetu cha Mweka ambao kama nimesema ni chuo cha kikanda, ni Center of Excellence kwa upande wa SADC. My name is Mohamed Harun. I'm from Mozambique. In Mozambique, I work at the Ministry of Agriculture, Environment and Fishery at the National Administration for Conservation Area as advisor, and also I'm a lecturer at Eduardo Mondlane University. Mozambique is a part of RENAWA, working on natural resource management and also with waste management. And we are here now to develop research and innovation for these 2 components, that is natural resource management and waste management. We're trying to find ideas that have been proposed within RENAWA project that will be developed in Mozambique to manage our nature and also to manage our waste, and including the implementation of innovation techniques and all the things that help us to conserve our planet. So far, how is the condition in your country about waste product and waste reduction? Okay, we are working in those 2 fields. In natural resource management, we have CBRN, that is community-based research management. We have communities involved and different activities that we teach them how to use the nature in a sustainable way for their livelihood, and we do allow them outside conservation area for them to harvest what is important for their livelihood, but in a sustainable way. And with this project, we will try to improve and put some more technique in order to explore some value chain to increase their livelihood economic situation. Regarding to waste management is being implemented mainly in urban areas where we have a lot of waste production, and we have some association and entities that they are trying to collect waste and recycle it, and those are also part of this project of RENAWA project. And we will try to create also some project within this pilot designing for rural areas to involve communities on recycling the waste and improving the environment in rural areas, that there won't be a waste, especially like plastic bags or all this waste that is very difficult to be degraded.
And there will be also initiative to improve the way of using manure and other vegetable material for applying on agriculture and other activities that can generate some income for them. My name is Dr. Brian Halvanza. I'm coming from Mlungushi University in Zambia, where I'm the Dean of the School of Engineering and Technology. And I'm a member of the RINAWA program, and it's a pleasure to be here back in Arusha again, where we are looking at extending the project in which we are writing the proposals for projects that could be considered for funding. These projects are in line with the SADC priority areas for 2020 to 2030, where they're trying to look at areas of natural resource management and waste management. These areas have been quite challenging for all the participating countries, and our projects actually are meant to find a way of using innovative solutions that are going to help us clear or be able to solve much of the challenges, especially like in natural resource management, waste management. When we talk about natural resource management, we currently have a challenge, for example, in human-wildlife conflict, which keeps on coming up almost in every country. Even as the population increases, we find that sometimes people end up now occupying places or animal habitats. So this has become a big challenge. Then also issues of waste management, that problem keeps on coming. Even the population in Africa keep on growing. So the challenge that we are having in there is that there's a lot of waste that is being generated every day, and managing that waste has become a challenge. So we are hoping these projects that we are working on will actually sort out all the challenges that we are facing. Thank you. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.